Kwanza kabisa tumefanya maadhimisho ya siku ya lishe ya mtaa na imeambatana na huduma. Kwanza huduma ya kliniki ya mama na mtoto ambapo watoto wameweza kupewa chanjo, matone pamoja na kupimwa uzito. Lakini pia tumeweza kutoa huduma ya kupimwa hali ya lishe kwa kutumia kipimo cha MUAC. Kwa hiyo watoto wamepimwa, lakini pia wamepewa elimu wananchi wote waliofika hapa kwa ajili ya namna sahihi ya kuandaa chakula au chakula bora kinachotakiwa kupewa kwa watoto, lakini pia watu wazima. Nadhani hivyo ndo mambo makuu yaliyofanyika hapa. Mwitikio kwa mtaa wangu umekuwa mzuri, japokuwa kulikuwa kuna changamoto ya mvua, lakini mwitikio umekuwa mzuri. Lakini wito mkubwa ambao natoa kwa wananchi wote, bado kuna jukumu kubwa ambalo kina mama wameachiwa, kwa sababu hata hapa katika maadhimisho asilimia kubwa walikuwa ni akina mama na kina baba wamewaachia malezi kina mama kusimamia. Kwa hiyo niwaombe kina baba pia wajitokeze katika maadhimisho haya, kwa sababu wengi wao huzani kwamba siku hii inamlenga mama tu, pasipo wao kutambua kwamba na wao wanapaswa kuwajibika kwenye malezi. Kwa kota hii tumeweza kufanikisha kwa maadhimisho ya lishe katika mitaa yote 7 ya kata Ngokolo. Ikiwa lengo kubwa ni kunusuru watoto wanaokumbwa na utapiamlo, kupungua uzito pasipokuwa na sababu za maana, lakini pia kupunguza hatari ya watoto kupata maambukizi kama kukosa kinga katika miili yao. Zoezi hili tumeliandaa kuanzia mwezi wa kwanza katika kuhamasisha wananchi wote wa kata Ngokolo ili waweze kuchangia kiasi chochote kile au kitu chochote kile walichonacho ili kuhakikisha zoezi hili linakamilika ipasavyo. Wito wangu kama mtendaji wa kata Ngokolo, ninawaomba wananchi waweze kulichukua kwa mikono miwili zoezi hili, kwani ni kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe, kwa watoto wetu na mama wajawazito. Tunaomba itakapotokea tena hapo mwezi wa 6 kota nyingine au kwa awamu nyingine, wajitokeze wamama wajawazito, watoto, lakini pia hata wababa, kwa sababu tunajua malezi ya mtoto ni ya baba na mama. Lakini inavyotokea wababa tunawaacha wazazi wa kike peke yao, bado tunaona kama hili zoezi linakuwa halina maana zaidi. Hivyo wababa na wamama walezi, ninaomba tushirikiane kwa pamoja ili kuhakikisha mtoto huyu anakuwa katika malezi bora yenye asiyokuwa na changamoto yoyote. Huduma hii inawalenga sana kina mama wajawazito, wamama wanaonyonyesha, lakini pia wamama ambao wana watoto ambao wana umri kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 5. Huduma ambazo tunazitoa ni tunawapatia elimu juu ya swala zima la lishe, kwa sababu tunazingatia ukuaji mzuri wa mtoto, lakini pia afya ya mama kuanzia ujauzito mpaka anavyolea mtoto akiwa na umri ya miaka 5. Lakini pia tunajaribu kuwapa elimu juu ya kuandaa vyakula vya lishe ambavyo vitawasaidia huko majumbani ili kuepukana na tatizo la utapiamlo au matatizo mengine yoyote yanayohusiana na masuala mazima ya lishe katika familia. Jambo la kwanza, tunatia wito kwamba maadhimisho kama haya yanapotokea, viongozi wanapohamasisha, watu wakubali, wajumuike ili wapate elimu hii ambayo itawasaidia katika familia zao. Hii inawabeba sana kwa upande wa afya, lakini pia lishe zao ili ziwe vizuri. Ni bora wapate hii elimu ambayo inaenda kuwasaidia kuandaa vyakula vyao vizuri, lakini pia kuishi maisha ambayo yatawalinda kiafya zaidi na kilishe, ili kuwa na lishe nzuri na afya nzuri pia. Hapa elimu ambayo tumeitoa ni juu ya elimu ya lishe, unyonyeshaji kwa kina mama ambao waliojifungua, na masuala ya makundi kwa ujumla ya vyakula ambayo watu wanatakiwa wayazingatie ili kuimarisha lishe za watoto katika mtaa wa Majengo, ili kuepukana na matatizo ambayo yanatokeana na utapiamlo ambapo yanagharimu sana katika matibabu yake. Ili mzazi aepukane na matatizo ya utapiamlo, mzazi kama mzazi inabidi azingatie mtoto, unyonyeshaji wa mtoto kutokea anapojifungua, na azingatie vile vile ulaji wa vyakula kwa kuzingatia makundi ambayo tumesema ni makundi 6 ya vyakula,
hapo mzazi kiukweli atakuwa ameepukana na matatizo ambayo yanatokana na utapiamlo. Nasema asante kwa serikali kwa kutuletea hii program ya kuadhimisha siku ya lishe. Tunasema asante sana. Kwa hiyo tumeelimika kwa kweli, na wazazi tunapata fursa na kujua mengi zaidi kupitia haya maadhimisho ya lishe. Tumejifunza mengi, pia tumepatiwa chanjo, tumepatiwa matone, watoto wamekuwa vizuri, tumepimwa watoto na wajawazito pia wamepata ushauri na saa. Tulikuwa tunasema hili zoezi tulikuwa tunaomba liwe endelevu, waweze kutusaidia sisi ambao wengine hatufahamu jinsi ya malezi ya kukuza watoto wetu. Kwa siku ya leo ni siku ya lishe ya watoto ambayo nimejifunza vitu vingi hapa, lakini pia tumepata elimu juu ya afya ya watoto, lakini pia ninatoa rai kwa wazazi, tukialikwa jambo la watoto tulitilie maanani ili tufike. Tumejitahidi sana, watu wamekuja hapa, wanakuja waelewa, lakini rai yangu wazazi wapewe elimu kubwa sana juu ya watoto wao. Elimu tulizopata kwanza ni kinga za mtoto, lakini pia tumepata elimu namna ya watoto kuwakinga, kuwaleta kuja kupata chanjo, matone, umuhimu wake tumeelezwa. Ni muhimu sana kwa kukinga mtoto magonjwa mbalimbali, ambukizi. Ndio elimu tulizopata leo.